Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena nimekuja mbele zenu kwa ajili ya kuwaletea neno kama kawaida yangu. Bado nitakuwa naomba kwamba msinichoke. Endeleeni kunifuatilia yale yote ambayo nitakwenda kusema, kwa maana msiponifuatilia Mungu atawahukumu. Nifuatilieni vizuri ili tuende sawa. Sasa nataka kwenda kuingia katika mahubiri magumu. Naenda kuingia katika mahubiri magumu, lakini naomba uweze kunifuatilia, uweze kuambatana na mimi mpaka mwisho. Inawezekana Mungu alinichagua kwa ajili yako. Ameona unampenda Mungu na unamtafuta, ndio maana kanileta mimi ili tuweze kuelewana, twende mbinguni wote. Naenda kuomba kwa ajili ya neno la Bwana. Aweze kutangulia. Bwana Yesu, tazama ni wakati mwingine tena na kwenda kuhubiri neno lako. Nahitaji kukuona ukishuka na kuonekana mahali hapa. Baba, bado naendelea kuomba ya kwamba kila sehemu ambapo watafungua sehemu hii ya mahubiri, ukapate kuwabariki, wakapate baraka, na hata usiwaache wakaweze kwenda mbinguni wote. Tukawe wote siku ile ya mwisho tukija katika uwepo wako. Tazama mahubiri ambayo yanakwenda kutolewa katika wakati na muda kama huu. Naomba wewe ukanikamate na kuyatoa hayo mahubiri sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba ya kwamba kila atakayeenda kusikiliza mahubiri haya yakawe baraka katika maisha yake hapa duniani na yale yajayo. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu wapendwa. Basi ni wakati mwingine tena na siku nyingine ambayo nimekuja mbele yenu tena kwa ajili ya mahubiri kama kawaida yangu. Na siku ya leo nitamani kwenda kuangalia mafumbo fulani ya kwenye Biblia ambayo ukinielewa haya mafumbo ambayo nitaenda kuyasema katika siku ya leo hivi, mahubiri yanayokuja utanielewa vizuri sana. Na nilipenda kuyaongea hayo mafumbo. Kwa sisi wa Kristo tunaposema mume na mke, naona kuna mwanamke, kuna mwanaume. Na Mkristo inatakiwa aweze kuoa mke. Sasa kwa sisi wa Kristo tunapokuwa tumeoa mwanamke, mwanaume na mwanaume, katika Biblia na katika mafundisho ya Kikristo tunafundishwa kwamba mwanamume ni mfano wa Yesu na mwanamke ni mfano wa kanisa. Kwa hiyo hivi mke wangu mimi pamoja na mimi, sisi ni mfano wa Kristo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio mfumo fulani wa kanisa la Wakristo. Sasa unaweza ukasoma ukasoma kuna bibi harusi wa mwanakondoo kwenye Biblia, ukasoma Mungu anasema mimi ni mume wenu, ukawa unasema hii Biblia ni kitabu cha ajabu sana, Mungu anakuaje mume? Na watu wengi wanashangaa kitabu cha Biblia kinasema mimi ni mume wenu. Mungu anasema, kuna maneno Mungu anasema yeye ni mume wetu. Hasa mtu mwingine akisoma Biblia anacheka sana. Anasema hichi Biblia ni kitabu cha ajabu sana, Mungu anakuaje mume wetu? Sasa leo nipenda niongelee pointi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakueje? Sasa kabla sijaendelea kuongea kama kawaida yangu, nipenda nisome neno la utangulizi kwanza. Na hilo kitabu linatoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 5. Naanzia mstari wa 21. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 naanzia hapo. Naanzia mstari wa 22 sio wa 21. Sura ya 5 wa Efeso mstari wa 22, nitasoma mpaka wa 33. Nadhani nisome maneno haya kwa ajili ya utangulizi. Mstari wa 21 unasema hivi: enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mstari wa 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe ujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza,
kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. 30. Kwa kuwa tu viungo katika mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 32. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Nimalizie tu 33. Lakini kila mtu ampendaye mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Bwana Yesu abariki sana. Niliona nisome maneno haya yakiwa kama utangulizi wa mahubiri yetu ya wakati huu na siku ya leo. Haya maneno nimesoma ni kutaka kuonyesha kwamba maandiko yanasema vile kwamba ninyi wanawake muwatii waume zenu kama vile kanisa linavyomtii Kristo. Sasa nipenda nipaweke sawa hapa. Hapa maandiko yanavyosema hivi, haina maana kila mwanamke inapasa atii mkewe. Hawa wanaambiwa wanaume wa Kristo waliomwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Wakristo ambao wamemwamini Yesu Kristo, hawa ambao waume zao wanamwamini Yesu Kristo, hawa ndio inapasa wawatii waume zao. Bwana Yesu abariki sana. Sio kila mwanamume inatakiwa umtii, hapana. Kuna mwanamume mwingine ni mlevi, kuna mwanamume mwingine ni jambazi, kuna mwanamume mwingine ana tabia chafu ambaye hamtii Kristo. Sio huyo. Hapo naambiwa umtii mume wako, mume anayemwamini Yesu Kristo. Huyo ndio mwanamke inapasa umtii, na huyo inapasa umtii kwa kila jambo, kwa maana yeye anamwamini Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Sasa ukisoma maneno haya ni mengi, lakini kikubwa ameelezea Paulo hapa maneno mengi, lakini alipofika mstari wa 32 akasema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo kumbe mume na mke wanavyoishi, na mwanamke inavyotakiwa amtii mume wake, na mwanaume inatakiwa ampende mkewe, hiyo tu ni mfano, lakini ndoa yenyewe halisi ni Kristo na kanisa. Alikuwa ananena kuhusu wanawake, jinsi ambavyo inatakiwa waishi na waume zao, jinsi ambavyo wanaume inatakiwa waishi na wake zao, wawapende, na wanawake watii waume zao. Hao ni wanaume wa Kristo waliomwamini Yesu ndio wanaambiwa hivyo. Hao ni wanawake wa Kristo waliomwamini Yesu ndio wanaambiwa hivyo. Lakini katika kuzungumza hayo yote akasema, lakini yeye ananena habari ya Kristo na kanisa. Kumbe mlengwa zaidi hapo ni Kristo pamoja na kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Na ndoa yetu ni mfano tu, kwa sababu ndoa hii tuliyokuwa nayo mimi na mke wangu ni ndoa ya muda tu. Baada ya kufa hapa duniani tayari ndoa inakuwa imevunjika. Tunakula kiapo pale mahakamani kwamba hatutaachana mpaka kifo tu. Lakini ndoa ya Yesu Kristo, Yesu ukiwa pamoja naye, Yesu akiwa pamoja na wewe, ni milele, hamtaachana. Kwa hiyo hiyo ndio ndoa yenyewe, lakini ndoa hii ya kibinadamu ni mfano wa ndoa ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ni mifano tu. Haleluya. Lakini tunatafuta ndoa yenyewe ya Yesu Kristo, ndio tunaiongelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ningeongezea hapo, kwa sababu nimezungumza kwamba hawa wanaume ambao inatakiwa wake zao wawatii ni wanaume wa Kristo waliomwamini Yesu Kristo. Haleluya. Sasa nitaka niongezea hapa kwenye Wakorinto sura ile ya 11, Wakorinto wa kwanza, kuongezea na kukazia maneno hayo. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza, tuone neno la Mungu linasemaje. Wakorinto sura ile ya 11 mstari wa kwanza na kuendelea. Paulo anasema hivi, munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kabla sijaendelea nitamani niongezee kitu hapa. Siku hizi kuna wahubiri wengi wajanja wanaposoma neno la Mungu na kuwahubiria watu, wanasema angalieni haya maneno ninayosema, lakini msiangalie matendo yangu. Msifuate matendo yangu, fuateni maneno ninayosema. Hao ni wahubiri wa uongo, hawafai kutuhubiria. Hapo wanakiri tu kwamba wenyewe matendo yao ni mabaya. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwamba munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo mchungaji wa kweli, kiongozi wa kweli wa kanisa, inatakiwa awaambie wamfuate. Na tena kwenye kitabu kile cha Waibrania inasema mchunguzeni mtu aliyemhubiri neno la Mungu. Samahani, najisikia kusoma hapo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waibrania sura ile ya 13 najisikia kusoma kidogo. Waibrania sura ya 13, alafu nitaendelea hapa. Samahani. Nitaendelea kidogo.
Waibrania sura ile ya 13 najisikia kusoma hapo. Sura ya 13 inasema hivi. Mstari wa 7. Inasema wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao. Narudia tena Waibrania 13:7. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao. Kwa hiyo hapa sasa tunaona neno la Mungu linatuambia watu ambao wanatuhubiria neno la Mungu. Kama mimi naye kuhubiria neno la Mungu, ndugu yangu, inabidi uchunguze mwenendo wangu na uangalie mwisho wake. Je, yale nayo yahubiri ndio na mimi naishi hivyo? Kwa hiyo ukiona niko hivyo, nifuate, uige mwenendo wangu. Lakini mhubiri anayesema usiangalie matendo yangu, sikiliza maneno yangu, huyo ni mhubiri wa shetani. Kwanza hapo anakiri kwamba yeye ni mtumishi wa shetani, ana matendo machafu, hafai kufuatwa, hafai kusikilizwa, kwa sababu matendo yanahubiri kwa nguvu kuliko maneno. Matendo yanahubiri kwa nguvu kuliko maneno. Kama huwezi kuishi neno la Mungu, afadhali hata usihubiri. Haleluya. Hasa nimejisikia kuongeza hilo neno kwa sababu Paulo anasema angalieni munifuate mimi. Kwa hiyo hatutaki wahubiri ambao wanasema tufuate maneno yao, tusifuate matendo yao. Tunataka wahubiri wa kweli ambao wanasema tuwachunguze matendo yao, tuwachunguze wanavyohubiri na maisha yao, alafu ndio tuwafuate. Hao ndio wahubiri wanaofaa. Haleluya. Narudi Wakorintho 11. Hilo limekuja tu, Mungu ameniongoza niseme hivyo, pengine itakufaa. Baada ya hayo kuona kwamba inapasa tuwafuate wale wanaotuhubiria neno la Mungu na tuige mwenendo wao, hao ndio wahubiri safi. Tukiona mwenendo wao mbaya na mchafu, hawapasi kufuata. Kwa hiyo mchungaji wako au kiongozi wako yoyote wa dini anayekuongoza au askofu wako anavyohubiri na kufundisha, mchunguze maisha yake, anaishi vipi, anafanya vipi, na ukiona yuko sawa ndio umfuate. Lakini ukimwona hayuko sawa, usimfuate. Neno la Mungu linasema hivyo, hapasi kufuata. Sasa mtumishi wetu Paulo anasema hivi, narudia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11 mstari wa kwanza. Munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Basi mstari wa pili. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hapa Paulo anatuonyesha kwamba yeye ni kiongozi safi, kwamba anasema munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Hasa anasema kichwa cha Kristo ni Mungu, na kichwa cha mwanamume kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo mwanamke inatakiwa amfuate mtu ambaye anamuongoza. Huyu mwanaume anayemuongoza mwanamke inatakiwa awe yeye kichwa chake ni Kristo. Yaani Kristo maana yake huyu mwanaume ni mcha Mungu, anamfuata Yesu. Huyo ndio kiongozi mzuri, na huyo ndio inatakiwa umfuate. Na ndio Paulo anasema ninyi wanawake watiini waume zenu. Hao wanaume ambao wanapaswa kuwatii ni wanaume ambao wanatii neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio Kristo, neno la Mungu ndio kichwa chao, neno la Mungu ndio kiongozi wao. Hao ni wanaume safi. Haleluya. Na hao wanaume wanaotii neno la Mungu wanaambiwa wawapende wake zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongezea neno lingine hapo. Bwana Yesu abariki sana. Haya ni maneno ya utangulizi, kwa sababu kuna mahubiri na kwenda kuleta yanahusiana na mambo haya. Usipoyaelewa mambo haya, hautanielewa kabisa yale mahubiri nayoenda kuyaleta. Kwa hiyo ondoka pamoja nami, tembea pamoja nami mpaka kile nilichokusudia uweze kukiona. Bwana Yesu abariki sana. Sasa basi, baada ya hayo, Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hayo, nitakwenda kufungua Wakorintho wa pili sura ya 11 tena.
Hapo nilifungua Wakorintho wa kwanza sura ya 11 na fungua Wakorintho wa pili na sura ile ya 11, tuangalie huyu mke wa Yesu ambaye ni kanisa, kwa sababu mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Huyu mke wa Yesu kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 anasema hivi, mstari wa 11 mstari wa kwanza anasema hivi, laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Naam, mchukuliane nami, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Bwana Yesu abariki sana. Mstari wa pili anasema, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Kwa hiyo nimeongezea hii kuonyesha kwamba huyu mwanamke ambaye Paulo anasema amemposea Kristo, yani Paulo yeye ni mshenga, anamtafutia Yesu bikira, mwanamke bikira ili amuoe. Na huyu mwanamke bikira ambaye Paulo anamsema ni kanisa. Kanisa hili ambalo limeamini neno la Mungu pasipo kuchanganya na uongo. Kwa sababu neno la Mungu ndio Kristo. Neno la Mungu ndio mume wa kanisa. Na Yesu ndio neno. Tumefundisha hivyo. Hasa kukitokea mwanamke au kanisa au mtu anayeamini neno la Mungu pasipo kuchanganya na uongo, huyu mwanamke anafananishwa na mwanamke bikira ambaye hajachafuliwa na mume mwingine. Kwa sababu kuna mwanamume mwingine anaitwa shetani au ibilisi. Kwa hiyo ukichukua neno la Mungu ukachanganya na uongo, wewe ni mwanamke kahaba. Wewe si mwanamke bikira. Lakini Paulo amekuja ametuletea neno la Mungu lisilochanganywa na uongo, hilo neno la Mungu lililo kamili, yale maziwa yasiyogoshiwa. Wale wanaochukua neno la Mungu lisilochanganywa na uongo, hao wanafananishwa na wanawake bikira, wanawake safi ambao wamemwamini mume wao ambaye ni Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio injili inayokuletea. Mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa. Lakini mimi nanena habari ya Kristo na kanisa, sio mume na mke, kwa sababu mume na mke ni mfano tu, lakini kanisa ni kitu chenyewe halisi. Kama mume atatii Yesu Kristo na mwanamke atatii Yesu Kristo, ndoa ya kibinadamu itakuwa salama, kwa sababu maisha yale ya mume na mke wa kiroho yanakuja katika mume na mke wa kawaida, wataishi vizuri. Haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitaongezea tena mfano mwingine. Hapo nilikuwa nahubiri kuhusu mwanamke ni kanisa na mwanamume ni neno la Mungu. Mwanamume ni kanisa. Haleluya. Mwanamume ni mfano wa Kristo. Samani. Mwanaume ni mfano wa Kristo na mwanamke ni mfano wa kanisa. Kanisa ndio mke mwenyewe, kwa sababu ndoa ya Yesu na kanisa ni ya milele, lakini ndoa ya wanaume hapa duniani ni ya muda tu wa maisha hapa duniani. Haleluya! Haleluya! Sasa naenda kusoma mfano mwingine hapa. Mfano mwingine huko kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 37, nitasoma mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Mwanzo 37 mstari ule wa 9 mpaka wa 31. Tasoma kwa jina la Bwana. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalia, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamuhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nilikuwa nasoma habari za Yusufu, mtoto wa Yakobo. Huyu Yusufu tunamjua wote historia yake. Alikuwa ni kijana mzuri sana ambaye alikuwa na Mungu na alikuwa mcha Mungu. Hasa Yusufu tunajua historia yake kwamba alipendwa sana na baba yake kuliko kaka zake. Na kaka zake walimchukia sana Yusufu kwa sababu yeye alipendwa na baba yake.
hata alimshonea kanzu moja nzuri sana yenye rangi 7, na kaka zake walikuwa wanamuonea wivu. Hasa huyu mtoto Yusufu siku moja aliota ndoto, na hiyo ndoto aliota ndoto ya ajabu sana. Alilala usiku akaota ndoto ya kwamba jua, mwezi pamoja na nyota vilikuja vimemzunguka vikamsujudia. Jua, mwezi na nyota vimekuja vimemsujudia Yusufu. Hasa Yusufu kwa sababu ni mtoto, haelewi maana ya ndoto, akasimulia kaka zake. Akanasimulia ndugu zake. Akamwambia na baba yake, akamwita, baba, nimeota ndoto. Jua, mwezi na nyota vimenisujudia. Baba yake mzee Yakobo alikuwa ni mfasiri wa ndoto. Yakobo alikuwa ni nabii. Yakobo alikuwa ni nabii na Yakobo alikuwa mfasiri wa ndoto. Alivyosikia maneno yale akamwambia, wewe Yusufu, akamkemea. Akamwambia, ina maana mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia. Haleluya. Amina. Haleluya. Mzee Yakobo alipata ufunuo ya ndoto ya Yakobo, ndoto ya Yusufu, kwamba ndoto ya Yusufu ilikuwa inaonyesha jua maana yake ni baba, mwezi maana yake ni mama, nyota maana yake ni watoto. Kwa hiyo ndoto aliyoota, jua, mwezi pamoja na nyota vimemshuhudia, mzee Yakobo akasema, ina maana mimi baba ambaye ni jua, na mama yako ambaye ni mwezi, na ndugu zako, kaka zako ambaye ni nyota, tutakuja kukusujudia. Haleluya. Sasa hiyo ndio maana ya ndoto, ilikuwa ina maana hiyo, na Yakobo alisema maana yake, na walikuja kumsujudia. Wasomi wa Biblia mnajua, wakati ule ilitokea miaka ya njaa, walienda kule Misri wakamsujudia Yusufu. Ilitimia wakati huo. Hasa maana yangu sio hiyo. Maana yangu ni kuonyesha ya kwamba sisi wa Kristo tunaposoma kitabu hiki cha Biblia, tunaposoma mume na mke, tunamaanisha kwamba mume na mke kiroho manake ni Kristo na kanisa. Kanisa ni mume, ni mke, na Kristo ni mume. Na vile vile maana nyingine ni kwamba nyota, mwezi pamoja na jua, jua ni baba, nyota ni mwezi ni mama, na nyota ni watoto. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukasoma Biblia sehemu ambayo inazungumza, inasema nyota ikimaanisha wana wa Mungu, wewe ukajua nyota za kawaida. Haleluya. Unaweza ukasoma sehemu inasema mwezi ikimaanisha mwanamke au kanisa, wewe ukajua mwezi wa kawaida. Unaweza ukasoma sehemu inasema jua, kumbe inamaanisha ni baba, wewe unajua ni jua la kawaida. Kwa hiyo Biblia hutaielewa. Lakini mimi katika mahubiri yangu nitakuwa nikitembea kwa maana hizo. Takuonyesha wapi Biblia inamaanisha kwamba kama ni jua, hilo jua ni baba fulani. Kwa hiyo ikisema jua inaeleza habari ya baba fulani, au jua ni Mungu. Alafu mwezi ni mama, ni watu, ni kanisa. Alafu watoto ni nyota. Bwana Yesu abariki sana. Hiyo ndio maana ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitakwenda kumalizia kwa sababu nilikuwa naonyesha maana hizo ili ninapokwenda kuhubiri unipate vizuri, na kwenda kuonyesha ile harusi ya mwanakondoo kidogo, alafu nitamaliza kwa leo. Kwa sehemu hii nitamalizia hapo. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 19, tasoma mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 7 mpaka wa 9. Ufunuo sura ile ya 19, mstari wa 7 mpaka ule wa 19. Ufunuo wa Yohana sura ya 19. Sura ya 19 mstari ule wa 7 mpaka ule wa 9. Nitasoma samani. Tasoma. Na hiyo miaka 1000 itakayokwisha, shetani atafungwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu na upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti,
alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Bwana Yesu abariki sana. Bwana Yesu abariki sana. Ngoja naona nimekosea kidogo. Ufunuo sura 21, samani. Sura 21 nitasoma mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Kwa hiyo nitaka kusoma huu mstari wa 9 unaosema bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mstari wa 27 nitasoma nao, sura 21 ya Ufunuo. Na ndani yake akitaingia kama chochote kilicho kinyonge, wala yoyote, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo hao mwanakondoo, harusi ya mwanakondoo, hapa nilikuwa naitafuta hii harusi ya mwanakondoo. Mstari wa 9 tunaona kwamba hii harusi ya mwanakondoo ambayo watu watafunga, na Yesu Kristo ndio mwanakondoo na kanisa ndio bibi harusi. Kwa hiyo bibi harusi huyu ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bibi harusi huyu ambaye tunamsema hapa ni kanisa. Kwa hiyo kanisa litafunga harusi na Yesu Kristo, na tutaendelea kuangalia hiyo kanisa na Yesu Kristo anafungaje harusi, kwa sababu harusi ya kibinadamu ni mfano wa harusi ya kiroho kati ya Kristo na kanisa. Bwana Yesu abariki sana. Sasa ninakwenda kumalizia, lakini katika kumalizia naongeza kitu hichi hapa. Tumekuwa na imani sisi wa Kristo nyingi sana ambazo ziko kinyume na neno la Mungu. Katika imani hizo utakuta kuna wanawake wanapoambiwa maneno fulani wanasema ya kwamba katika Roho Mtakatifu hatuna mwanaume wala mwanamke. Yaani kuna mambo ambayo wanawake wanayafanya yaliyo kinyume na neno la Mungu. Hayo mambo Biblia inasema inatakiwa wayafanye wanaume. Na sehemu inayofuatia tutakwenda kuyasoma ni mambo gani. Sasa unapoambia wanawake kwa nini mnafanya haya mambo wakati Biblia inakataza haya mambo inatakiwa yafanywe na wanaume, wanawake wanasema hapana, katika Roho Mtakatifu hakuna mwanaume wala mwanamke. Sasa nakukumbushia ndugu yangu, katika Roho Mtakatifu au kiroho yupo mwanamume, yuko mwanamke. Mwanaume ni Kristo, kanisa ni mwanamke. Lakini kimwili ndio mimi na mke wangu nyumbani. Mimi ni mwanaume, mke wangu ni mwanamke. Lakini tukija katika Roho Mtakatifu bado kuna mwanaume, bado kuna mwanamke. Mwanaume ni Yesu, kanisa ni mwanamke. Na Bwana Yesu abariki sana. Napenda nifungie hapo kwa mahubiri haya. Twende kwenye kipengele kingine kinachofuatia. Baada ya maombi haya tutaingia sehemu nyingine tena ya kuangalia vile kanisa lilivyokuwa na pamoja na Kristo. Kanisa ni mwanamke, Kristo ni mwanaume kiroho, lakini sio mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitakwenda kuomba. Bwana Yesu Kristo, tazama nimekwisha kuhubiri mambo haya na niko mfululizo, nimeanza kuhubiri kati ya Kristo na kanisa. Naomba uniongoze kwa Roho yako jinsi ya kuyapeleka mambo haya hata yakafunuke kwa watu wakaweze kuona ukweli huu ambao umeweka ndani yangu. Tazama sina mengi ya kusema tena Baba, isipokuwa naomba sehemu nyingine inayofuata ukaweze kuondoka na mimi. Katika jina la Yesu Mungu wangu nakabidhi Bwana mahubiri haya yakawe baraka katika kila mtu atakayesikiza. Wale wote walio wa Kristo, hata wale wasio wa Kristo ambao hawajajua ya kwamba mume na mke ni mfano wa Kristo na kanisa, naomba wakafunguke na kuelewa imani yetu ya Kristo jinsi inavyomaanisha kuhusu mume na mke. Baba, ninaingia sasa mahubiri ya mwanamke na mwanaume jinsi ambavyo inatakiwa yawe. Naomba uongoze yale mahubiri sawa sana mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wangu, na kabidhi hayo yote atakwenda kusema katika uwezo wako. Baba, ninakabidhi tena na tena. Usiniache peke yangu, nishike kwa mkono wako. Katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu. Amen. Nitasema namba za simu tena. Ya kwanza ni 0757197488. Namba ya pili ni 06761974 pamoja na 88. Bwana Yesu awabariki na wapenda ndugu zangu, ndio maana niko nafanya mambo haya. Amen.